kuvuna asali ni lazima tuwe na vifaa maalum ambavyo vitatuwezesha kuweza kuivuna ile asali, lakini pia kuna vifaa ambavyo tunatakiwa tuwe navyo kwa ajili ya kuweka ile asali ambayo tumeivuna. Wakulima nchini wameaswa kuachana na matumizi ya kemikali wakati wa kilimo ambayo itapelekea kupoteza uzalishaji bora wa asali. Ametoa kauli hiyo afisa mradi wa nyuki Zanzibar Muhsini Haji Pandu wakati akitoa mafunzo ya ufugaji wa nyuki kwa wanakikundi cha ushirika cha ustawi wa jamii huko skuli ya Chuini mkoa wa Mjini Magharibi. Amesema endapo wakulima hao watatumia kemikali katika kilimo chao kitaweza kuathiri ufugaji wa nyuki na kupunguza ubora wa uzalishaji wa asali na kusababisha kukosa soko la nje. Changamoto mara nyingi ambazo zinawakumba wafugaji wa nyuki ni matumizi makubwa ya kemikali ambazo yanatumika kwa sasa Zanzibar, na si jambo dogo kwamba kuweza kumwambia moja kwa moja mkulima achane na matumizi ya kemikali. Badala yake kwamba tunamuelekeza namna ya kuweza kuachana na ile kemikali mdogo kwa kuwapatia zile pesticide ambazo zinatokana zile za organic zaidi. Lakini pia tunawaasa wafugaji wa nyuki kutokana na changamoto hii wasirudi nyuma, kwa sababu ni kitu ambacho kinaenda kuwapa manufaa lakini pia faida kwa taifa ya muda mrefu zaidi. Athari ambazo zitapatikana kutokana na matumizi ya kemikali, kwanza asali yenyewe kupoteza ule ubora ambao utasababisha wasiweze kupata hilo soko la ndani hata la nje pia, kwa sababu asali itakayotumika ina maana asali itakuwa haina kiwango na haina ubora zaidi. Lakini pia kwamba asali ile haiwezi kutibu kile ambacho tumekusudia, kwa sababu asali peke yake ni tiba, lakini haiwezi kutibu kwa sababu itakuwa tayari umepotea ule ubora wenyewe na ule uasili wa ile asali umepotea tayari, imeshakuwa imemixiwa na kitu kingine. Maana yake kile kinachotakiwa kwenda kufiksi kinashindwa kufiksiwa kutokana na ile asali kupitia hizo kemikali ambazo zipo pale. Akitoa ushauri kwa wafugaji wa nyuki, afisa mradi Muhsin amewataka wafugaji hao kuhakikisha wanavaa vazi maalum wakati wa kuvuna asali ili kuepukana na madhara mbalimbali ambayo yanaweza kujitokeza. Hapa Chuini tumetoa mafunzo ya ufugaji wa nyuki kibiashara, na tumewaelekeza mafunzo ya ufugaji wa nyuki kutoka pale wanamshika nyuki mpaka wanaiprocess ile asali yenyewe na kuweza kuingia kwenye hilo soko la ndani, lakini pia na kuwaelekeza namna ya kuweza kuafford hayo masoko ya nje. Na mafunzo tuliowapatia kwamba tunaamini anaweza akawasaidia kwa kukuza uchumi wao, lakini pia kuongeza pato la taifa pia. Kwa upande wao, washiriki wa mafunzo hayo Abdalla Rashid Abdalla na Mwamke Juma Silima wamesema kupitia mafunzo hayo wamehamasika kwa kiasi kikubwa na kuchukua jitihada katika ufugaji wa nyuki ili kujiinua kiuchumi na kukuza pato la taifa nchini. Kwa kweli kwanza tulikuwa ushirika wetu ulikuwa umedili sana na mambo ya upandaji wa mikoko, lakini vile vile tumepata elimu ya ufugaji wa nyuki kwa msaada kutoka kwa washirika wenzetu Khan. Wametupa msaada kutuletea walimu kwa ajili ya kutufundisha jinsi ya ufugaji wa nyuki, na mpaka sasa hivi nimepata elimu nzuri sana tu ya ufugaji wa nyuki. Kwa mfano sasa hivi, kwa sababu pia Khan wametupatia mizinga, tumeenda tumetega mizinga. Vile vile ninajua athari ya nyuki na faida ya nyuki, kwa sababu nilikuwa sijui kama nyuki ana faida, vile vile ni tiba kwa binadamu. Jamii naiambia kwamba wasichukulie nyuki kama adui, wachukulie nyuki kama rafiki, kwa sababu kutokana na mafunzo uliyopata, nyuki ni rafiki, tumweke kuwa rafiki wa karibu. Na jamii nawaomba kwamba washiriki katika ufugaji wa nyuki, kwa sababu nyuki ana faida nyingi sana. Sababu mimi nyuki sikujua kama anaweza kutoa mpaka lipstick. Tunatengeneza lipstick kwa utumiaji ya nta ya nyuki. Nyuki ana faida nyingi sana. Kwa hiyo jamii wasiweze kuathiri nyuki. Wao ni marafiki zao. Lita ya asali kwa kweli kuna bei tofauti. Kwa sababu asali kwanza ziko za aina mbili. Unaweza kukuta asali ya nyuki wadogo, hii inakuwa na thamani kubwa sana. Na nyuki wakubwa vile vile ina thamani kutokana na ile asali yake, kwa sababu hii asali ya nyuki wadogo ni tabu sana kuipata. Ukiipata lita moja basi wewe umefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo ina thamani kubwa sana na tiba kubwa sana kwa binadamu. Asali automatic ni tiba kwa binadamu kutokana na masomo niliyopata. Makadirio bado hatujaanza kuuza asali, kwa sababu ndo kwanza tunaanza kutega nyuki
tumepata mafunzo, tumepatiwa mizinga ndo tumeanza kutega nyuki. Kwa hiyo siwezi nikakadiria kwamba athari tutauza kiasi fulani. Kitu ambacho nimejifunza kwanza, uvaaji wa lile guo. Manake tulikuwa sisi hatujui, tunajua kama labda ukesha unaenda tu, kumbe ndio kwa hatari juu yako. Lakini unapolivaa lile guo pamoja na ile kofia, inabidi umepata hadhari ya mwili wako. Na hata kama utakutafuna itakuwa wachache kuliko kwa ukienda bila ya nguo. Na nimependa maana kile chandarua wewe ndio unapata kuona, hata kama watakuja kukunata na wewe watakuwa hawakupati, maana kile hakikugusi katika shingo yako. Nimehamasika pakubwa kwa kutokana na kikundi chetu sisi sote ambao tulikuwa hatujapata mafunzo, tulikuwa hatujui nini ufugaji wa nyuki. Lakini sasa hivi tumejua nyuki wanafugwa vipi na ukitaka kuwavuna unawavuna vipi. Tumejiandaa kuongeza ufugaji wa nyuki, maana kama tuna masanduku kidogo itabidi tuongezee ili kupata tija ya asali na kupata faida baadaye. Faida sisi tulikuwa tunaiona tu kama miti tu, hatujui miti kama ina faida ama haina faida. Pia tunashukuru KANI kwa kutuwezesha jinsi gani kwa kutufundisha somo la nyuki. Kwa sababu mimi nilikuwa namuona tu nyuki, nikimuona na mbanja, najua mdudu anauma tu, hana faida yoyote. Najua ile asali wanatengeneza tu tunakula, lakini hana hata faida yoyote. Lakini KANI wametuwezesha na tunajua faida ya nyuki nini. Msaidizi mkuu wa program na mratibu wa ofisi ya KANI Zanzibar, Barakaeli Matulu, amesema taasisi ya KANI itaendelea kuunga mkono jitihada za ushirika huo na kuhakikisha wanatimiza malengo ya kuimarisha jamii na kuwainua kiuchumi. Na mrejesho niliopokea kuhusu mafunzo ya matumizi ya vifaa katika urinaji wa asali na mizinga ya nyuki, kwa niaba ya KANI ni wapongeze sana wanakikundi, lakini na jamii yote ya Chuini kwa kujitoa kwenu, kwa sababu KANI tungeweza tukaleta hivyo vifaa, lakini ninyi msingekuwa tayari kupokea, isingekuwa na maana tena. Kwa kitendo cha kukubali kupokea na kuahidi kuvitunza na kuvitumia, sisi tunafarijika na kuona kwamba ni jambo zuri. Kwa hiyo niwapongeze sana wanajamii nzima ya Chuini. Lakini kama nilivyosema, huu ni mwanzo tu. KANI tuko tayari kuendelea kushirikiana na ninyi pakihitajika vifaa zaidi, kama ni kutengeneza, kama ni kuongeza, tuko tayari kushirikiana na ninyi. Na kwa kuwa mmeahidi kwamba mtatumia vizuri kama ambavyo mlielekezwa na wataalamu na mtavitunza, basi na sisi tunaahidi kwamba tutakuwa pamoja na ninyi panapotokea chochote, tushirikishane tu kwamba huku tuna upungufu wa hiki, tunahitaji hiki, na lengo kama nilivyosema awali ni kusaidiana sisi wanajamii ya Chuini. Tujiongezee kipato chetu, lakini tutunze mazingira yetu. Kwa sababu nikikwambia tunza mazingira, panda mikoko, halafu wewe kipato chako hakiongezeki, unaweza kuduka niambia sasa napanda kwa ajili ya nini? Kwa hiyo tukasema tupande mikoko, tutunze mazingira yetu, lakini tuwe na vyanzo vya kutuingizia kipato. Kwenye mikoko hii tutapanda tutaweka mizinga yetu ya nyuki, lakini tutapata asali, tutauza, tutapata kipato. Lakini amesema mwanafunzi wetu kwamba naye anafaidika kwa sababu ni sehemu ya mafunzo yake. Kwa hiyo kama KANI tunaendelea kufurahi kwamba walau jamii inatambua na kuhakikisha hizi juhudi ambazo zinafanyika na wadau mbalimbali katika kuleta maendeleo ya kuunga serikali yetu ya Zanzibar mkono kwa jamii yake, na jamii inatambua. Kwa hiyo tunafarijika sana na niendelee kuwashukuru na kuwapongeza sana. Mafunzo hayo ya ufugaji wa nyuki ya kikundi cha ushirika cha ustawi wa jamii yamedhaminiwa na Jumuiya ya Climate Action Network Tanzania KAN. Mtazamaji wa KHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Zaitun Bakari, KHD TV, elimu ni hazina yetu.